Naam, hujambo mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa muda huu, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, wacha tuanze na habari hizi za mji wa Baraka. Kamanda wa vikosi vya wazalendo kundi la SNPCC katika mji wa Baraka, Chalumba Leonard, amewataka raia wa mji huu kuondoa shaka, kwani wanakesha kwa ajili yao licha ya risasi zilizosikika jioni hii ya siku ya pili ya wiki tunayo ndani ya mji wa Baraka ya tarehe 16 Septemba 2025. Hali ya usalama mdogo imeshuhudiwa katika eneo kadhaa za mji wa Baraka, na hiyo ilipelekea shughuli nyingi hasa za kibiashara kuzorota kutokana na milio ya risasi iliyosikika. Hata hivyo, chaneli yako imetaka kufahamu sababu ya milio hiyo ya risasi. Kamanda wa SNPCC mjini Baraka, Chalumba Leonard, anatoa mwangaza kutokana na risasi hizo kwenye laini ya simu. Tuangazie na huko Mboko ambako shughuli mbalimbali zimeripotiwa kuzorota kwa kiwango kikubwa mnamo siku ya pili ya wiki hii ya tarehe 16 Septemba 2025 kijijini Mboko. Hivyo ni baada ya meli moja iliyokuwa imebeba askari jeshi wa taifa batalioni ya Fuma kuegesha kijijini humo kwa lengo la kutaka kubaki hapo, ila bila mafanikio. Kwenye mazungumzo naye mwenyekiti makamo wa shirika la raia tarafani Fizi, Bwana Sami Amimu Kortikol, amesema ni baada ya mkutano wa dharura wa usalama ndipo azimio la kutokupokea askari jeshi hao lilichukuliwa, kama alivyoeleza hapa kwenye line ya simu. Hali ya taharuki kwa kweli ilitanda kijijini Mboko mpaka kusababisha aktivite zote kufungwa ghafla. Soko, maduka, masomo, shughuli za uchukuzi ama usafiri barabarani zote kushimama, na hata watu wengine walianza kukimbilia makwao, labda kuhofia usalama, wakiwazia kwamba adui ameingia kijijini Mboko. Na watu walipofuatilia tulikuwa kujikuta kwamba ni wasoda wa FARDC wa Force Naval unité ya wafuma ambao walikuwa wakitokea Uvira na kuja hapa Mboko. Objectif yao ilikuwa kurudisha maposition zote za FARDC mu entité, notama kila eneo ambako kulikuwa unité ya Bamara ila fali kuparudisha ile position. Mais panike lingia kwa watu sababu walikuja ghafla, tena walikuwa na bato, walikuwa na mavedette, na walipofika mugezi ya Mboko wakashuka, basi watu kutanganika njoo alianza kukimbia wakupoteza mamboga, sijue ilikuwa tu ni sauve kipe. Wanajeshi wale baada wenyewe kuteremuka ilibidi waelekee kwenye sekta, na huko ilibidi kikao cha rambirambi cha conseil local ya securite kifanyike, na sababu walikuja bila taarifa ilionekana kwamba waendelee na safari ama warudi ambako walikotokea kusudi wa taarifu na waoneshe labda vitambulisho. Nikisema vitambulisho sijue telegram, fait de route yenye na waruhusu kuja kurudisha tena ile maposition yao. Mais sisi kama vile société civile mu niveau ya territoire ya Fizi, sekta ya Tanganyika en particulier ambako tunapatikana, ni kwamba hatupendi unité ya wafuma mu sekta ya Tanganyika, sababu unité ya wafuma iko na doa ya mubaya, iko na dosari kubwa popote pale ambako wanapatikana mu bordi lake, Makazimia, Talama, Yungu, partout kote kule. Kazi yao ni kuua raia. Imaginez-vous soda mwenyeko sanse kuchunga raia, ukimuima mkeke anakuua, ukimuima mbe ya ndagala anakuua. Alors unité saa ile njoba tulete mu sekta ya Tanganyika, vraiment hatutaki. Hatujakata wasilete unité ya FARDC mu sekta ya Tanganyika, mais hapana bafuma biko na doa ya mubaya, na kutuletea watu wenye biko na doa ya mubaya hapana.
ile ni mzaa, ile ni blague, vraiment ile ni blague. Tuangazie habari zetu na habari za kwenye huko milima mirefu ya tarafa la Fizi. Ni kwamba mkuu wa wazalendo wa kundi la FPDC, kamanda mtetezi wa pili Olivier Bolingo, amekanusha habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba anakuwa na mazungumzo na waasi wa M23. Huyu ameomba watu kuachana na habari za mitandaoni. Katika mazungumzo nasi, Olivier Bolingo amesema kuwa wanaosema habari hizo ni maadui wa nchi, na wao kama wazalendo wameapa kuendelea kupigania udongo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao kwa sasa hivi unavamiwa na wanyang'anyi. Olivier Bolingo, mtetezi wa pili, anaeleza yafuatayo. Haya ni mambo ya adui, na ni message za adui, na ni watu wenye wanapenda kurudisha kabisa malengo yenye tunayo nyuma. Na nasema kama wataweza, kwa sababu tuko determine na tuna kabisa nguvu, tuko determine kupigana na adui M23 na FC na Twirwaneho, kwa sababu hayo mamesaji, hayo mabari yote inaotembea kwenye mtandao, inaotembea kwenye fasi mbalimbali, na maaudio kwenye radio social zinapotembeza, ni watu wenye wako nyumbani, ni watu wenye hawajui nini inapoendelea na nini kabisa iko huko kwenye maeneo, kwa sababu eneo zote za Bukunji, Tulambo, Luemba, na Bindi, fazi zote watu wako salama na tunaendelea kuwachunga, kuna shida. Ujumbe ni kusema kama nchi yetu na hatutaiacha kamwe mikono ya wauni wanyang'anyi wa M23 na FC na Twirwaneho. Tunaomba wazalendo tuwe imara, tuache mambo ya kusema sema. Nchi haitakamata mtu mmoja, nchi ni lazima tuungane, tuwe pamoja na tutetelee Kongo yetu, tutetelee nchi yetu, na tuendelee kupambana maeneo zozote hizo zenye adui kwenye ipo, na tuwapige, tuwafukuze kabisa warudi kwenye walipotoka. Tuangazie na huko Uvira. Ni kwamba mwili wa mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Mika umeokotwa siku ya pili ya wiki tunayo ya tarehe 16 Septemba 2025 ndani ya mji wa Uvira katika mazingira ya kutatanisha. Kwa jambo hilo, vuguvugu Machozi ya Rahia imetoa pole kwa familia, huku likiomba vyombo husika na usalama kuendesha uchunguzi wa kina. Kwake Dunia Amisi, mratibu wa muundo huo Machozi ya Rahia, ameanza kwanza kutoa picha halisi ya kifo cha mtu huyo. Mwili leo lilogotewa mu komine ya Mulongwe, mu quartier Rombe D, mu avenue banaita Kabare. Asubuhi sasa tulibalituita wakasema kama wanalogota mwili ya garson, tukaenda angalia, watu tunajua, tukaita polisi ikafika kufanya verification. Tukafika pale tukakuta ule mwenye alikufa, kuko chupa ya acide pale, na apart chupa ya acid kuko shindano mbili, apart shindano mbili kosi na markere mbili, na apres markere mbili kuko testament yenye ule marehemu aliacha naandika kusema kama anajinyonga juu ya mwanamke na analomba msamaha kwa rafiki zake na wandugu zake. Sasa tuliona vile sisi kama mashirika za kiraia tukaanza tafuta, heureusement kufika ma 12h bandugu yake wakapatikana, na tukajua identite yake ni Mika, ni mkaji wa Kazinzira, ndio kwenye anaikalia. Sio mke wake na ni mtu tu mwenye banazoeana naye, na si kama tulifanya verification tukakuta kama biko kabisa. Mtu kusema juu ya mwanamke kwa tukosa mwanamke anamkatala kisha ndio chome mashindano za aside na mukitofu. Sijui kama inaweza kwa vile, si kama mashirika za kiraia tulilomba tu serikali ifuatilie vile vitu, maana vitendo vya hivyo hapo vinazidi sana, ndio kwa maana tunaomba tu serikali ifuatilie juu chanzo cha kifo chake. No, bado hajazikwa. Tunangoa familia tupatie program,
na serikali ingali nafanya maanketi. Ile version ambayo tuliona kwenye testament inaweza kuwa ya kweli ama isikuwe ya kweli, paske si ule jene ni jene walikuwa wanajitegemea sana. Angalia muda yenye tu kwa mosai moi mwingine banamke ndio wanaweza tafuta wanaume, ndio ukijikuta mtu anajinyonga juu ya mwanamke, utagundua kama ni mtu mwenye anajitafuta sana. Ule garson akosi kitu ni garson tu mwenye kila mwanamke anaweza janzime kuona testament yake. Vraiment tuko na mashaka, c'est pourquoi tunasema kama serikali ifanye mauchunguzi juu tujue chanzo kifo ya ule mtu ule bwanamika. Sisi kama mashirika za kiraia tunaweza shauria vijana bakwe banaacha kukua na tamani kukua na ingine. Sasa peut-être inaweza kole bwana alienda tamani pepo, ile pepo ikacree madega. Peut-être unaweza kuta alikuwa anapendana na bibi ya watu, kisha ule bwana yake kamsikilia wipo kakia muua. Peut-être unaweza kuta ni kweli mwanamke alimkatana ndio akatiua. Sasa sie tu tunashauria baviana batulie, baache anasa na baache ngono na baache kujitia mambo ya giza, bafanye vitu viko kwa kweli na haki, ili tuone gisi tutaishi sie wote. Parce que uko mtu sio uko mzima, ukikufa uko tena mtu. Sasa hii ule haitite na mika anaweza itio marehemu. C'est pourquoi tungeshauria jana wajitie pa nafasi yao kabisa. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Tunakusamini sana kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusii mara tena usikosi kushare kwa wengine na usisahau kulike na kucomment. Tukutanane baadaye panapo majaliwa na kuwageni kwa muda. Mimi ni mchumbe wa Mkulima na Fatuma.